Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wake. Hakika Mungu Baba ametupa nafasi. Ninamshukuru Mungu kwa kutuchagua tupate kuliamini jina la mwanae mpendwa Yesu Kristo. Na kwa jina hili sisi tumekusanyika. Na uwepo wa Mungu uko katikati yetu kwa ajili ya kudhihirisha nguvu zake na utukufu wake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninakukaribisha katika ibada hii. Tuna ibada ya kujifunza neno la Mungu na maombi, na ninayesema nawe ni Mama Eli wa Jesus is the way. Nimesimama katika nafasi hii kama chombo tu. Ninakuomba imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo latosha kukuokoa. Mimi ni mtumwa tu. Mimi ni mtumwa wa Kristo, ni mtumwa wa Bwana Yesu. Ninaomba imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo latosha kukuokoa. Haijalishi utaona muujiza kiasi gani. Haijalishi utaona matokeo kiasi gani. Mtukuze Mungu, muabudu yeye, muinamie yeye. Amen. Mimi ni mwanadamu tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitakwenda kufungua ibada hii kwa maombi na ujumbe ambao Roho Mtakatifu ameuachilia katikati yetu. Yatupasa tujue ya kwamba lisilowezekana kwa mwanadamu linawezekana kwa Mungu. Haleluya. Nitakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Baba, nasema asante kwa ajili ya kanisa lako lote, watoto wako, wateule wako, watakatifu wako katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Tunakushukuru Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kwa kutukusanyisha tena kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa neema yako ituokoayo wanadamu. Asante Bwana Yesu kwa kutufia msalabani, kwa maana kwa kupigwa kwako sisi tu hai, tumepona. Sisi tunashinda na zaidi ya kushinda kwa kufa na kufufuka kwako Bwana Yesu. Asante kwa nafasi uliotupa, na sisi tunaipokea kwa mioyo ya shukrani. Tunakuja mbele zako Baba, jinsi tulivyo Baba, uturehemu. Utusamehe dhambi na makosa na uovu wetu wote Baba, tuliofanya mbele za uso wa macho yako, ikiwa ni kwa kujua, ikiwa ni kwa kutokujua, ikiwa ni kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Turehemu Baba, tumekutenda dhambi. Tusamehe hata zile dhambi za sirini tunazozijua na tusizozijua. Naomba damu yako ipite sasa. Ipite Bwana Yesu juu yangu mimi mtumishi wako Bwana. Ipite kwenye maisha yangu Bwana Yesu, itakase, ifinyange Baba. Na damu yako ipite juu ya kanisa lako ili Baba. Nimesimama kama kuhani wako Baba, nikizama kwenye kijito cha utakaso ni damu yako. Hakuna jinsi ambavyo tunaweza kujihesabia haki bila damu yako Yesu. Naomba rehema zako juu ya watoto wako hawa Bwana. Naomba rehema zako juu ya watoto wako hawa Baba, wa kiume na wa kike Baba. Na kusi Mungu ukawatakase, ukawasaidie, ukawaoshe kwa damu yako takatifu, ukawatoe kwenye bonde la uvuli wa mauti, ukawashike kwa mkono wako uliohodari, na ukasimame sawa sawa na neno lako uliotuahidi Baba. Utatufundisha na kutuongoza njia ya kuiendea. Utatushauri huku macho yako yakitutazama, na kusi Baba ukatufundishe. Tunahitaji Baba kukupendeza we Baba. Tusaidie Baba yetu wa mbinguni. Baba, nakushukuru kwa nafasi uliotupa. Tunakuja mbele zako Baba kwa mioyo ya unyenyekevu Baba. Takasa mioyo yetu Baba kwa damu yako takatifu. Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho Mtakatifu wa Bwana, naendelea kukukaribisha katika ibada hii. Endelea kusimama we Bwana. Endelea kusimama we na kuiongoza we Roho Mtakatifu wa Bwana. Roho wa Mungu, finyanga mioyo yetu ya mioyo ya unyenyekevu katika kulipokea neno la Mungu. Tulipokee kwa heshima na unyenyekevu wote kwa utukufu wako Baba. Ukalidhihirishe neno hili kwa nguvu na ishara yako Bwana, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neno lako Mungu likafufue, neno lako Bwana likaponye, neno lako Baba likapige mbio pande zote. Neno lako Bwana Yesu likaweke furaha na amani ndani ya watoto wako. Neno lako Bwana Yesu likatenge nuru na giza kwenye maisha yetu. Neno lako Bwana Yesu likasimamishe lilo la kwako na kusudi lako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, asante kwa ushindi uliotupa kupitia mwanao mpendwa Yesu Kristo. Nasi tumesimama kwa ujasiri kabisa tukiliitia jina lako Yesu.
tukilitukuza jina lako Bwana, tukisema hakuna Mungu kama wewe. Haleluya, Yesu ndiye Bwana. Asante Yesu kwa kuwa umenisikia, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe ambao Roho Mtakatifu ameuachilia katikati yetu unasema ya kwamba inatupasa tujue, amen, lisilowezekana kwa mwanadamu linawezekana kwa Mungu. Tasoma ujumbe huu kwa ufupi sana, na utakapoelewa utakutoa hatua nyingine kabisa ya kimaisha. Amen. Itakupeleka utukufu hadi utukufu, itakutoa imani hata imani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitasoma neno la Mungu katika Marko, kitabu cha Marko 5. Nitaanzia mstari ule wa kwanza. Na wewe ukiwa na muda utasoma ile Marko 5 mpaka ule mstari wa 20. Lakini mimi nitakuwa nasoma vipengele kwa vipengele kwa jinsi ambavyo Roho wa Mungu atakuwa ananiongoza ili upate kuelewa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Habari hizi ni habari za Yesu katika kuhuduma yake hapa duniani. Amen. Neno la Mungu linasema, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Wakina nani wakafika? Ni Yesu na wanafunzi wake. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu. Sema alikutana na mtu. Alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini. Sasa nataka uone sifa, fungua Mungu akusaidie masikio yako yafunguke upate kuelewa. Nataka uone sifa za huyu mtu. Uzione sifa za huyu mtu ambaye Yesu amekutana naye. Ambaye Yesu alifunga safari huko alipokuwa, akavuka akapanda chombo mpaka hii nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka kwenye kile chombo, akakutana na huyu mtu. Sasa sifa za huyu mtu zikoje? Neno la Mungu linasema, ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu, makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yoyote aliyeweza kumfunga tena, hata kwa minyororo hawakuweza kumfunga, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikatakata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Ndio sifa za huyu mtu ambaye alijaa jeshi la mapepo. Alikuwa na nguvu za ajabu. Na neno la Mungu linasema, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda huyu mtu. Makao yake yalikuwa ni makaburini. Kwa hiyo alikuwa ni mfu kabisa. Makao yake ni makaburini. Alikuwa ni chizi ambaye amejaa jeshi la mapepo. Ana nguvu ambazo mwanadamu hawezi, kwa jinsi ya kimwili huwezi kuzishinda, kwa sababu neno la Mungu linasema walikuwa wanamfunga minyororo na mapingu, lakini kwa zile nguvu alikuwa anakata ile minyororo, anakata ile mapingu ya chuma. Sifa za huyu mtu. Yawezekana unayenisikia na wewe una sifa kama hizi. Maisha yako yamekuwa ni umauti, huna tofauti na aliyekuwa kaburini. Unachofanya akisogee, kila unachoshika kinakufa. Yawezekana unayenisikia, yawezekana kabisa wewe ambaye ujumbe umekufikia, kuna nguvu ambayo inaendesha maisha yako na ujui ni nguvu gani. Kuna nguvu ya giza ambayo inaendesha maisha yako na hakuna wa kukusaidia. Kila anayekuangalia anakukimbia. Kila anayekuangalia anakukalia vikao. Kila anayekuangalia anasikitika. Kila anayekuangalia anakunyoshia vidole. Wamejaribu kukusaidia, wamekushindwa. Unapita kwenye hali ambayo wewe mwenyewe hujui utatokaje. Ndivyo alivyokuwa huyu mtu. Niko hapa kukwambia, Yesu ambaye amenituma mimi nije nikwambie neno hili, ya kwamba lisilowezekana kwa mwanadamu linawezekana kwa Mungu aliye hai. Na ninapomzungumzia Mungu,
Namzungumzia Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vyote vionekanavyo na visivyoonekana. Sizungumzii miungu, sizungumzii mizimu, sizungumzii miungu yoyote ile yenye mfano wa sanamu wa kitu chochote kile. Ninamzungumzia Mungu katika Kristo Yesu, aliyemtoa mwanawe wa pekee kwa ajili yako. Na Yesu leo hii anataka akutane na maisha yako. Yawezekana kabisa, sawa na neno hili la Marko 5 mstari ule wa 4, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Wamejaribu kukusaidia, lakini kuna nguvu inayoendesha maisha yako. Unaambiwa uache hiki, unashindwa kukiacha. Unaambiwa uache hiki, unashindwa kukuacha. Unaambiwa uache pombe, unashindwa kuiacha. Unaambiwa ufanye hivi, umrudie Kristo Yesu, umrudie Mungu. Unashangaa kuna nguvu inaendesha maisha yako. Wanajaribu kukufunga, ile minyororo unaikata. Niko hapa kukwambia ulisikie neno la Bwana. Mstari wa 5, neno la Mungu linasema sifa za huyu mtu: na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na mlimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Huyu mtu alikuwa akipiga makelele, ni chizi, anajikatakata kwa mawe, anatoka na damu, anaumia. Yawezekana unapita kwenye maumivu makubwa sana. Mungu amesikia, Mungu amekuona. Huyu mtu hakujua kama siku hiyo Yesu atakwenda kwa ajili yake pale. Na leo hii Yesu amekutembelea hapo ulipo. Haijalishi uko wapi, ni nyumbani, ni kazini, ni njiani. Yupo Mungu. Neno la Mungu linasema, na alipomuona Yesu kwa mbali, sema kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Niko hapa kukwambia, neno la Mungu linaniambia kila goti litapigwa mbele zake Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila ulimi utaapa ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Haijalishi una kifungo gani, kitasujudu mbele za Mungu Baba aliye hai. Kitasujudu mbele ya Kristo Yesu aliyeshinda mauti. Huyu mtu aliyekuwa na hii nguvu ya giza alimuona Yesu kwa mbali tu, zile nguvu za giza zote zikasujudu. Mapepo yakasujudu, mauti ikasujudu, ukichaa, uchawi, uganga, nguvu za mizimu zikasujudu. Si zaidi wewe leo hii ambaye unamjua Yesu aliyekufa na kufufuka akakutangazia ushindi? Bwana Yesu apewe sifa sana. Lisilowezekana kwa mwanadamu linawezekana kwa Mungu. Ipo nguvu ya Mungu sana wakati kama huu kuyahudumia maisha yako yale ambayo yameshindikana. Sema ambayo yameshindikana. Ipo nguvu ya Mungu Baba aliye hai. Na ninayekwambia neno hili sikwambii kwa kubahatisha. Ninakwambia nikiwa na uhakika ya kwamba aliyesema ya kwamba neno langu likishuka alinirudii mimi Mungu bure, ndiye yuko hapa kuyahudumia maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huyu mtu na alipomuona Yesu, mstari wa 6, kwa mbali. Sasa wewe unamuona Yesu kwa karibu, kwa maana sisi Yesu ni Emmanueli, Mungu pamoja na sisi, anakaa ndani yetu kwa Roho wake Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alipomuona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Mapepo yanasujudu mbele za Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Sasa ukisoma ile habari utaona kilichofuata. Yesu aliamuru yale mapepo na aliyauliza, nyinyi majina yenu ni nani? Wakasema sisi ni legion, kwa kuwa tu wengi. Ule mstari wa 9. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na utaona pale kwamba Yesu aliamuru yale mapepo yamtoke. Sasa ukienda ule mstari wa 14b, watu wakatoka walione lililotokea. Yesu alimfungua yule mtu vifungo vyake vyote ambavyo vilishindikana kwa mwanadamu. Watu wakatoka sasa waone lililotokea. Mstari wa 15, wakamwendea Yesu, wakamuona yule mwenye pepo ameketi. Sema ameketi. Amekaa sasa. Sio mtu wa kukimbia kimbia tena. Sio mtu wa kuomba omba tena. Sio mtu wa kugonga gonga kwenye nyumba za watu mpaka unadharaulika.
akawa ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo. Hakuwa uchi tena wapendwa, hakuwa mtu wa aibu tena. Ikiwa ulipita katika uchi na utupu, yupo Yesu anayeweza kukuvika vazi la heshima. Neno la Mungu linasema, sasa angalia sifa za huyu mtu baada ya kufunguliwa. Akawa ameketi, amevaa nguo. Neno la Mungu linasema ana akili zake. Kwa hiyo kwa maana hiyo hapo mwanzo hazikuwa akili zake. Na ndio maana kuna vitu unaweza ukawa unavifanya wewe mwenyewe unashangaa kwa nini unavifanya. Kuna mahali unapita wewe mwenyewe unashangaa kwa nini mimi napita. Nimeomba, nimefunga, nimefanya hiki, lakini mbona sitoki hapa? Niko hapa kukwambia ni lazima ukutane na Yesu. Kwenda kanisani kila Jumapili bila kukutana na Yesu haitoshi. Bila kumkubali huyu Yesu aliyekufia msalabani haitoshi. Kusema una watumishi hata zaidi ya 5, 6, 7 uko kwenye magrupu sijui mangapi, bila kuwa na Yesu, bila kukutana na Yesu haitoshi. Lisilowezekana kwa mwanadamu linawezekana kwa Mungu tu. Niko hapa kukwambia, amenituma nikwambie yeye yupo anayeweza. Anachohitaji ni wewe kumfungulia moyo wako. Mfungulie moyo wako. Anasema nabisha, mtu yoyote atakayenifungulia nitaingia na kufanya makao. Mimi, asema Bwana, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu watafanya makao ndani yako. Kuitwa Mkristo bila kukutana na huyu Yesu haitoshi. Huyu yamkini hata wa ndugu zake walijaribu kwa vitu vingi sana wakashindwa, lakini Yesu alimtembelea. Lililoshindikana kwa mwanadamu linawezekana kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa watu wakamuona amevaa vazi, na ndivyo watakavyokwenda kukuona wewe kuanzia sasa hivi. Amen. Ikiwa utalisikia neno hili na kulitii, ikiwa utafungua moyo wako Yesu apate kukutana na maisha yako. Wakamuona na akili zake. Akili zako zitarudi. Amesema nitayarudisha yote yako yaliyoliwa na nzige na madumadu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yale yaliyoliwa na nzige na madumadu, miaka yako ya uzima na amani, utajiri na heshima katika Kristo, anakwenda kuyarudisha. Nani? Yule aliyekufia msalabani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno la Mungu linasema watu walipomuona sasa ana sifa nyingine kabisa, wakaogopa. Unajua kuna mahali Mungu anaweza kukuvusha mpaka waliokuzunguka wanatetemeka, wanaogopa, na ndipo Mungu anakwenda kukufanyia hichi kitu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mstari wa 16, na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ukisoma ile habari utaona kwamba wale mapepo waliamliwa wakaenda kwa wale nguruwe, na wale nguruwe wote wakafa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa mstari wa 18, naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa, sasa wanamuita sasa aliyekuwa na pepo, akamsihi kwamba awe pamoja naye. Ndivyo maisha yako yanakwenda kubadilika jina. Watasema ni Mama El aliyekuwa masikini lakini sasa ni tajiri. Aliyekuwa uchi lakini sasa amevaa vazi la heshima. Aliyekuwa amedhalaulika lakini sasa anaheshimika. Aliyekuwa ni yatima, hana wazazi, lakini sasa anaye Baba wa mbinguni. Aliyekuwa na huzuni lakini sasa anacheka. Sasa huyu mtu historia ya maisha yake ilibadilika. Mpendwa wangu, niko hapa kukwambia hakuna anayeweza kubadilisha historia ya maisha yako zaidi ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ukimkubali na kumpokea, akakaa ndani yako, ukamruhusu akufinyange kwa upya maisha yako, anabadilisha historia ya maisha yako kabisa. Na kumbuka, huyu ndiye neno
aliyekuja kwetu. Akikaa kwako, neno la Mungu linasema tunauona utukufu wa Mungu. Lazima uonekane. Lazima watu watauona utukufu wa Mungu maishani mwako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana ukisoma habari za Yesu, hakuna aliyekutana na Bwana Yesu akabaki kama alivyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ikiwa utasikia sauti yake, usifanye moyo wako kuwa mgumu leo hii. Bwana Yesu apewe sifa sana. Naye alipokuwa akipanda chomboni, wakati Yesu anapanda chomboni, yule aliyekuwa, inakuwa ni historia sasa, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye. Anamsihi Bwana Yesu awe pamoja naye, lakini hakumruhusu, bali alimwambia hivi, enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Leo hii Mungu anakwenda kukurehemu, na atakapo kurehemu, enenda zako kwa amani ya Kristo, ukawaeleze ni mambo gani, ni mahali gani Mungu alipokuvusha, na usimwache huyu Yesu ambaye anakwenda kukuvusha sasa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Najua ni magumu unayoyapitia, lakini je, yamefikia haya ambayo alikuwa anapitia huyu mtu? Kumbuka alifikia hadi stage ya kulala makaburini. Wewe bado hujafikia stage ya kulala makaburini. Alifikia stage ya kufungwa minyororo na kupanda milimani na kukimbia kama chizi. Wewe bado hujafikia hiyo stage, lakini aliponywa. Sema aliponywa na Yesu. Alifunguliwa na Yesu. Alikutana na Yesu. Amen. Sasa niko hapa kukwambia lisilowezekana kwa mwanadamu linawezekana kwa Mungu. Neno la Mungu linasema akamwambia, Yesu akamwambia, lakini akumruhusu, akamwambia, enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Mungu wetu ni wa rehema. Lazima rehema ya Mungu ingie maishani mwako. Msamaha wa Mungu ingie maishani mwako. Damu ya Yesu ikutakase upate kufanyika upya. Amen. Upate kufunguliwa. Kwenye msamaha wa damu ya Yesu kuna ukombozi, kuna kufunguliwa, kuna kuwekwa huru, kuna ushindi, kuna kufufuka kwa upya, kuna kusimama kwenye kusudi la Mungu. Mstari wa 20, akaenda zake, akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Watu wote wakastaajabu. Sema na kwangu iwe hivyo kwa jina la Yesu. Sema tena, na kwangu iwe hivyo kwa jina la Yesu. Na kwako iwe hivyo, ukasimulie ni mambo gani makuu Yesu anayokutendea, na watu wote wakastaajabie maisha yako katika jina la Yesu imekuwa. Amen. Tunakwenda kuomba sasa. Hatua ya kwanza ni kumkubali huyu Yesu. Kumpokea, kumwamini kwamba alikufa na kufuka kwa ajili yako. Kumbuka Yesu yuko karibu na sisi kuliko hata wale, kwa sababu sasa hivi Mungu anakaa ndani ya mwanadamu. Ni Mungu pamoja na mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitakuongoza maombi ya toba. Tutafanya maombi ya toba kwa pamoja, na kwa wewe ambaye uko unakubali kumkiri na kumwamini, utafanya haya maombi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka, kazi ya Mungu haina majuto. Kwa Mungu hakuna majuto. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hakuna Mungu kama wewe. Haleluya. Hakuna Mungu kama wewe. Haleluya. Hakuna Baba kama Yesu. Haleluya. Hakuna Mungu kama wewe. Haleluya. Yesu ni baba wa yatima. Haleluya. Wewe ni baba wa wanyonge. Haleluya. Yesu ni mume wa wajane. Haleluya. Hakuna Mungu kama wewe. Haleluya.
Kanisa, hakuna Mungu kama Yesu, haleluya. Hakuna Mungu kama wewe, haleluya. Wewe ndiwe mtetezi wetu, haleluya. Hakuna baba kama Yesu, haleluya. Hakuna baba kama Yesu, haleluya. Hakuna Mungu kama wewe, haleluya. Twasujudu, hakuna baba kama Yesu, haleluya. Hakuna Mungu kama wewe, haleluya. Wewe ndiwe mfuta machozi, haleluya. Hakuna Mungu kama Yesu, haleluya. Baba Mungu, nakushukuru, nimelinena neno lako Bwana, na watoto wako wamesikia Baba, wamefungua mioyo yao sasa Baba, wanakuja kwako. Sante kwa nguvu zako Baba zenye kutuokoa sisi wanadamu, kwa neema yako iliyofunguka kwenye maisha yetu Baba. Sante Baba kwa kila kinywa kitakachofunguka sana wakati kama huu. Sante Roho Mtakatifu, sante Baba yangu wa mbinguni kwa malaika zako wa mavuno ambao wako tayari kwa ajili ya jina lako takatifu Baba. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, kuzimu achia wateule wa Mungu hawa. Kwa jina la Yesu, shetani achia watakatifu wa Mungu Baba hawa. Kwa jina la Yesu Kristo, imeandikwa awajua walio wake kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Katika jina la Yesu, kila aliye wa Kristo sasa, ninaamuru ufahamu wake upate kumtii Kristo kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo Mwokozi. Sante Roho Mtakatifu wa Bwana. Sante Yesu. Fungua moyo wako na kinywa chako, mkaribishe Bwana Yesu. Sema, Bwana Yesu, ninakuamini, nimelisikia neno lako, ninakuja kwako, ninatubu dhambi zangu zote na makosa yangu yote niliyofanya mbele za uso wa macho yako, ikiwa ni kwa kujua au kwa kutokujua. Na kuomba unisamehe, na kuomba unirehemu, naomba unioshe sasa kwa damu yako takatifu. Ninatubu mimi, ninatubu kwako Baba. Naomba unitakase kwa damu yako takatifu na unifinyange kwa upya. Bwana Yesu, ninaukimbilia msalaba wako leo hii. Nimesikia wewe ni Mwokozi, nimesikia wewe ni mkombozi, nimesikia wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na mimi leo hii Baba, ninakukiri na kukuamini kuwa wewe ni Bwana wangu na Mwokozi wangu na mkombozi wangu na mfalme wangu. Ninaamini Bwana Yesu, umenifia msalabani, umekufa na kufufuka kwa ajili yangu Bwana Yesu. Na leo hii Bwana Yesu, maisha yangu yanafufuka pamoja nawe. Ninaketi pamoja nawe juu sana, kupita falme zote, kupita mamlaka zote, kupita enzi zote, kupita kila jina litajwalo, si katika ulimwengu tu, hata katika ulimwengu ujao. Ndipo nilipoketi Baba, nimeketi pamoja nawe siku zote. Bwana Yesu, ninakuomba unibatize kwa Roho wako Mtakatifu sasa. Unibatize kwa Roho wako Mtakatifu sasa. Unisaidie niishi ndani ya mapenzi yako, nilitimize kusudi la Mungu siku zote za maisha yangu, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Ninakuomba unisaidie, dhambi zisinishinde, majaribu yasinishinde kamwe, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Baba, asante. Shika kwenye moyo wako. Asante kwa ajili ya watoto wako wa Bwana. Ninakukumbusha neno lako sana wakati kama huu Baba. Umesema anayekuja kwako utamtupa nje kamwe. Umesema hakuna wa kumpokonya kwenye mikono yako. Nami nawafunika watoto wako kwa damu yako takatifu. Ni mbegu yako Bwana.
ni kazi ya mikono yako Baba. Nalibariki jina lako kupitia maisha yao. Sifa zote na utukufu zirudi kwako Baba. Baba, neno lako Mungu likapite sasa kama moto ulao. Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho Mtakatifu wa Bwana, nguvu zako ziingie ndani yao sasa. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba Baba, wakakupokee wewe. Roho Mtakatifu wa Mungu, ingia kwenye mioyo yao kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu Mwokozi, wabatize kwa Roho wako Mtakatifu sasa. Roho wa Bwana, pita kama nguvu ya Mungu yenye kuteketeza mapando yote ambayo kuyapanda. Yale yaliyoshindikana Bwana Yesu yakawezekane sasa kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Yale yaliyoshindikana kwenye maisha yao, sawa sawa na ujumbe ulionipa, Roho Mtakatifu wa Mungu, pita na nguvu zako Baba kwenye misingi ya maisha yao na maisha yao ya sasa na ya baadaye. Kwa jina la Yesu Kristo yakawezekane sasa, sawa sawa na utukufu wako Bwana. Na wao Mungu wakasimame wakukusifu we Bwana. Wakaseme matendo ni matendo gani makuu ambayo Bwana Yesu unawatendea sasa. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, wafungue Bwana, waheshimishe Baba, wavike vazi la heshima, wavue vazi la utupu Baba. Kwa jina lako takatifu Bwana Yesu, jina lilokuu kupita majina yote, juu mbinguni, chini duniani, hata chini ya nchi kuzimu. Hakuna jina lingine tulilopewa sisi wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo zaidi ya jina la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, nayatamka haya kwa ujasiri, kwa kuwa nimekuona Yesu, kwa kuwa nimeuona mkono wako wenye nguvu. Nimekuona ukiokoa, nimekuona ukiuisha, nimekuona ukifufua, nimekuona Baba ukifuta machozi. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba, hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Baba, tembea kwenye hatua za maisha yao. Tembea na Roho wako Mtakatifu, tembea na nguvu zako Baba. Waponye magonjwa Baba, waponye Baba, waheshimishe. Kwa jina la Yesu ninafuta maneno yote mayalaana, balaa, mikosi juu ya maisha yao kwa damu ya Yesu. Ninafuta kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Na ijulikane mwana wa Adamu Yesu Kristo ulikuja kuziharibu kazi zote za ibilisi, zinaharibika sasa. Vifungo vyote vya giza vinateketea sasa kwa moto ulao Roho Mtakatifu. Nguvu za wachawi, majini, mapepo, ufalme wa giza, wakuu wa giza, majeshi ya mapepo ambayo pepo chafu katika ulimwengu wa kiroho, ninawaamrisha kwa jina la Yesu, mwachie kanisa la Bwana hili. Hawa ni watoto wa Yesu, hawa sio wako tena shetani. Wamemkiri Kristo, ninawafunika kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, ninawapiga chapa ya Roho Mtakatifu na ninakuapiza shetani kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, hakuna kurudi tena. Kwa jina la Yesu, ondoka na mizigo yako yote, ondoka na magonjwa yako, ondoka na umauti wako. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai, ondoka na vilio vyako, hapa sio pako tena. Miili yao ni hekalu la Roho Mtakatifu sasa. Miili yao ni nyumba ya Mungu. Kwa jina la Yesu na kufungulia Roho Mtakatifu mlango, ingia ndani yao. Fanya makao Baba, waongoze, wafundishe, wape kutii kwa ajili ya utukufu wako. Na jenga roho ya kumtii Mungu ndani yao kwa jina la Yesu. Na amuru ufahamu wa mtii Kristo kwa jina la Yesu. Baba, tembea na kanisa lako Baba, na kusii tembea na watoto wako Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Rejeza matumaini yako tena ndani yao Baba, kwa ajili ya utukufu wako. Ninaifuta ile roho ya kutaka kujiua kwa damu ya Yesu, na ninayafunga hayo malango ya umauti kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Ninaachilia mauti kuu ya damu ya Yesu katikati yako na kila mauti inayofuatilia maisha yako kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Mauti kuu ya damu ya Yesu ikasimame na kuzuia mauti zote, kwa maana imeshinda mauti zote, imemeza mauti zote. Ni mauti ya damu ya Yesu. Baba, asante kwa kuwa wewe ni mwema. Ninajenga afya njema, ninajenga kuinuka tena na kusonga mbele, ninajenga kicheko na amani ya Kristo ndani yao, ninajenga Bwana Yesu ujasiri wa Kristo ndani yao kwa nguvu ya jina la Yesu. Malaika wa Mungu kawatangulie, litangulie kanisa lako Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Asante Yesu kwa kuwa umenisikia, kwa maana fadhili zako ni za milele. Asante Baba kwa kuwa umejibu kuliko tuliomba na tunayawaza. Ufalme ni wako Bwana, na nguvu ni zako, na utukufu ni wako Baba. Asante kwa ajili ya neno lako la Yeremia 32 mstari ule wa 26 na wa 27. Neno la Mungu linasema,
ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia na kusema, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Hakika hakuna Bwana, umetenda kupita fahamu zetu na akili zetu. Kwa jina lako Yesu imekuwa. Haleluya. Nafunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Ninafunga visasi vyote, roho zote za visasi. Ninayafunga malango yenu. Kwa jina la Yesu hamtakuwa na mamlaka juu ya kanisa la Bwana. Kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo Mwokozi. Kisasi ni juu yako Bwana Mungu wa majeshi. Tembea na kanisa lako usiku na mchana. Katika jina la Yesu, kwa maana umelipenda upeo Bwana. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Jenga maisha yako kwenye msingi wa neno la Mungu. Latosha kukuokoa. Ukimpata Yesu na neno lake, ndani ndipo kuna miujiza. Kwa hiyo usitafute miujiza kwanza. Tafute Yesu na neno lake. Tafuteni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Na miujiza itakuwa ni kitu cha kawaida sana kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Mungu akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 71829 3144, na namba nyingine ni +255 769145925. Damu ya Yesu ikufunike katika jina la Yesu. Amen. Amen.